kuvunja na kuvuka mipaka ya kifamilia. Sikiliza, naomba nisikilize. Mipaka ni kitu ambacho kinaweka mwisho wa jambo. Mipaka ni kitu ambacho kinaweka mwisho wa jambo, koma, eneo au kitu. Sasa kumbuka tunazungumzia kuvunja na kuvuka mipaka. Kuna vitu viwili. Kuna kuvunja, namba moja. Namba mbili, kuna kuvuka. Leo nilisema tutavuka, lakini nikarudi nikaona huwezi kuvuka bila kuvunja. Amen. Unavunja alafu unafanyaje? Unavuka. Sasa tunapozungumzia mipaka ya kifamilia, kama tumepata maana ya kwamba mipaka inaweka mwisho wa kitu au jambo au eneo, maana yake kuna vitu ambavyo kwenye familia tumewekewa mwisho wake. Kwa lugha nyingine rahisi, mipaka ni mstari unaochorwa. Mipaka, andika mipaka ya kifamilia, andika mipaka ya kifamilia. Mipaka ya kifamilia ni mstari unaochorwa kwenye ulimwengu wa roho. Ni mstari unaochorwa kwenye ulimwengu wa roho ambao unazuia familia isivuke eneo hilo kwenda eneo lingine. Namba tatu, mipaka ya kifamilia ni ukuta. Mipaka ya kifamilia ni ukuta unaokaa kwenye ulimwengu wa roho kuzuia jambo fulani kwenye familia. Kila mipaka iliyokaa kwenye familia huwa imewekwa na wasimamizi wa mipaka hiyo. Huwa inawekwa na wasimamizi wa mipaka hiyo. Nafundisha somo linasema mipaka ya kifamilia. Sema mipaka ya kifamilia. Mipaka ya kifamilia. Sema mipaka ya kifamilia. Mipaka ya kifamilia. Unaposikia mipaka ya kifamilia, maana yake nini? Kwanza ya kupasa kujua jambo hili moja kabla hujaenda mbele sana. Kuna mipaka ya aina nyingi katika maisha ya mwanadamu. Na nimesha kufundisha kwamba mipaka ni ukuta. Mpaka ni mstari unaochorwa kwa ajili ya kuzuia wewe au kuzuia jambo fulani au kuzuia eneo fulani. Kuna mipaka ya aina nyingi katika maisha ya mwanadamu, lakini leo najaribu kukuonyesha mipaka ya familia ilivyo. Ningeweza kukufundisha, na kama nitapata muda nitakufundisha mipaka ya wachawi ilivyo, mipaka ya waganga, mipaka ya eneo, mipaka ya mji. Kuna mipaka ya aina nyingi. Sasa leo nataka nikufundishe, si nikakutoa nje ya somo, nataka nikufundishe mipaka ya familia. Sema mipaka ya familia. Mipaka ya familia. Toa sauti yako, sema mipaka ya familia. Mipaka ya kifamilia. Jambo la kwanza ya kupasa kujua kwamba kila familia ina mipaka. Ni vyema pia uandike pointi. Kila familia ina mipaka yake kwenye ulimwengu wa roho. Kila familia ina mipaka yake kwenye ulimwengu wa roho. Kila familia ina mipaka yake kwenye ulimwengu wa roho. Kila familia ina nini? Ina mipaka yake kwenye ulimwengu wa roho. Hujamaliza kuandika? Naomba speed kidogo. Kila familia ina mipaka yake kwenye ulimwengu wa roho. Naomba nisikilize vizuri, kwa sababu unajua nataka maombi ya mipaka, kuvunja mipaka ya familia, lakini sitaweza kukuombea vyema juu ya mipaka ya kifamilia kama sitakuwa nimekufundisha. Nikikufundisha na tunapokuja kuingia kwenye maombi itakuwa ni nzuri zaidi sana, kwa sababu utakuwa umeelewa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa katika mtu na jana Shimona niuliza swali moja zuri sana. Mwamba, je, mimi naweza kuvuka na kuwavusha ndugu zangu walioko mbali? Watu wako mko wengi ambao mna maswali kama hayo. Na mtu yote ambaye anatamani kuona familia yake ikivuka, kila mmoja anatamani leo avuke na familia yake. Amen. Sasa kama uko hapo unatamani kuvuka, sio wewe tu.
Yamkini familia yako, nazungumzia familia yako, kuna familia yako maana yake wewe ambao umeolewa, umeoa, ni familia yako ya kwanza, familia ya kwenu mlipozaliwa. Sasa kama unataka kufanya jambo hilo, hakuna mtu atakuwa makini kunisikiliza kama wewe. Kuna watu ambao tuna mizigo ya familia. Ni kina Yusufu tuko hapa. Kina Yusufu mko? Tupo. Watu ambao tuna nini? Mizigo ya familia. Tukitaona familia ikiwa katika hali fulani tunaumia sana. Tuko wa namna hiyo. Sasa naomba unisikilize vizuri kuliko mtu mwingine. Kuna wengine hawana nini? Hawana moyo na nini? Na familia zao. Na kama ukiona bado una moyo na familia, bado Yesu hajaumbika ndani mwako. Kwa sababu Yesu anakuokoa wewe na unafanyika wewe taa kwa ajili ya wengine. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa naomba unisikilize vizuri. Nimesema ya kwamba kila familia ina mipaka yake. Kila familia ina nini? Ina mipaka yake. Na familia ya mzee Bura mipaka yake haiwezi kufanana na familia ya mzee Josefu. Ikitokea kufanana ni mfanano ambao ni mara chache sana. Kwa sababu naomba nisikilize. Nimesema kila mpaka wa familia huwa angalia, mipaka huwa inawekwa na nani? Katika hali ya kawaida, Tuje katika hali ya kawaida. Tuje katika nini? Hali ya kawaida. Ukitaka kununua eneo, huwa lazima mipaka iwekwe, uonyeshe mipaka. Ndio. Wanaokuwekea mipaka ni wasimamizi wa mipaka. Ndio. Na msimamizi wa kwanza ni yule aliyeweka mipaka. Ninachotaka kuonyesha, kila mpaka uliokaa kwenye familia una msimamizi wake. Msimamizi ni yule aliyeweka ule mpaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Narudia, kila familia ina mipaka. Na kila mipaka kwenye familia kuna wasimamizi walioweka ile mipaka. Mwambie mwenzako, kwenye familia yako wasimamizi ni nani? Familia yako wasimamizi ni nani? Na mpaka ni upi? Jana wakati niko radio nikiwa nafundisha, nikaa nimetoa mfano mmoja wa mipaka. Kwanza kabla sijaanza kufundisha, acha nizungumze mipaka ilivyo, alafu nifundishe namna gani ambavyo inaweza kufanya kazi. Naanza kukufundisha hapa namna mipaka ilivyo. Jana wakati niko radioni nikiwa nafundisha, nikatoa mfano mmoja wa sio chini ya familia 2, 3, 4, 5 ambazo wao kwenye familia ya kwao mipaka waliowekewa ni katika eneo la umri. Kwanza ya kupasa kujua kabla sianza kutoa mfano, kila mipaka iliyokaa kwenye familia huwa inakita eneo fulani. Mfano mmoja mzuri, unaweza kukuta mipaka iliyo kwenye familia ni kuzuia hawa ndani ya hii familia wasioe wala kuolewa. Ndio kazi ya mipaka. Hiyo ni kazi ya mipaka. Nilitaka nikupe mfano lakini nikaona ni bora nikuonyeshe kazi ya mipaka ilivyo na ujue mipaka ilivyo pia ndani ya familia. Kuna familia nyingine ambayo unakuta imewekwa mpaka wa kutokoa au kutokolewa. Kuna familia nyingine wamewekewa mipaka katika eneo la kuishi duniani. Na ule mpaka unategemea, familia zingine inategemea mpaka na umri. Wamewekewa mpaka na umri. Wakifika umri fulani wanaishia pale. Na katika kuishia pale hawaishi hivyo hivyo, wanaishia na ugonjwa ambao wengine mara nyingi unafanana au matatizo ambayo yanafanana. Kuna familia zingine wamewekewa mipaka katika eneo la uchumi. Kwamba uchumi wa hii familia uende mpaka hapa, lakini ukifika hapa ni mwisho wa hapa, hauwezi kuvuka kwenda upande mwingine wa pili. Familia nyingine wamewekewa mpaka katika eneo la elimu. Mtasoma kutoka hapa mpaka hapa, hautazidi hapa. Atakayetokea kuzidi hapa utaona cha mtema kuni. Kuna familia nyingine wao wamewekewa mpaka katika eneo katika eneo la nini? Wengine hata katika eneo la kujenga. Nianze na mfano mmoja mzee ambao nataka niwaonyeshe. Wakati nazungumza ule mfano nikasema ya kwamba
kuna familia zingine wamewekewa mpaka katika eneo la umri wa kuishi duniani. Kuna mmoja akatuma message na akapiga pia simu. Akasema, na kama uko hapa natamani usimame utueleze vizuri ili wao watu waweze kunielewa ninachotaka kufundisha leo. Akasema wao nilipozungumzia mpaka wa umri kwenye familia, akakumbuka nyumbani kwao. Akasema nyumbani kwao wakifika miaka 50, 51, 2, 3, hawazidi pale 55 lazima wafe. Na kwenye ile familia kila mmoja atakufa aidha kama sio kunywa pombe sana, HIV. Ilikuwa ni mama. Uko wapi kama uko hapo simama? Nataka tuelezee zaidi vizuri. Niwe kumbe ni wewe. Kimbia sasa. Ni nyumbani kwenu? Nikajua ni mama, kumbe ni wewe. Kwenye simu tu akipigia sauti unaonekana kama wakubwa, kumbe ni wewe. Ulipiga simu au ulituma message? Nilituma message. Ulisema? Kwa upande wa baba yangu wakifikisha miaka 55 wanakufa kwa HIV au pombe. Wangapi wameshakufa? Wamekufa, walikuwa 8, sasa hivi wamebaki 2. Baba yangu na baba mdogo. Baba mdogo wenyewe amekaribia kufa. Wabaki ngapi? Wamebaki 2. Wa kwanza walikufa na ugonjwa gani? TB. Wa pili? HIV. Wa tatu? Pombe. Wa 4? TB. Wa 5? HIV. Na walikufa katika umri gani? 55. Haje kufa kama alifika 55? Amna. Mimi mwenyewe naotaga na nitakufa kwa nikifikisha miaka 55. Mara kibao wanaota hivyo. Na baba mdogo unasema? Baba mdogo naye amekaribia kufa. Ana miaka mingapi sasa hivi? Baba mdogo ana miaka 53. Baba yangu ana miaka 54. Kwa nini unasema amekaribia kufa? Yaani pombe imemchosha na vidonda vya tumbo. Baba yangu naye juzi amevunjika mbavu. Okay, keti. Unaweza mwanzako wewe kwenye familia yako imewekwa ipi? Muulize umewekwa ipi? Fungua kitabu cha Kutoka. Kutoka 19:12. Nawe utawaekea mipaka watu hawa pande zote, ukisema jihadharini msipande mlima huu, wala msiguse hata mapambizo yake. Kila mtu atakayegusa mlima huu bila shaka atauawa. Nisikilize. Utaelewa hapo kitu hapo. Ngoja nikufafanulie. Nisikilize. Hapa ni Musa anazungumza na Mungu. Wana wa Israeli kuna wakati walitaka kwenda mlimani na wao kumuona Mungu. Mungu akamwambia Musa, waekee watu hawa mipaka, na atakayezidi mpaka huu hapa atakufa. Kwa lugha rahisi ni nini? Nataka kuonyesha nini? Msimamizi wa mipaka anapoweka mipaka, cha kwanza analinda ile mipaka. Namba 2, anapolinda mipaka maana yake anapotokea mtu ambaye atapenya kwenye ile mipaka, kitakachompata ni nini? Ni kifo. Sasa hapa kuna mawili. Mpaka wote ambao ndani ya familia, kama ukienda kinyume, yani ukivuka kinyume na taratibu za kuvuka mipaka, kwa sababu mwenye kuweza kuvuka mipaka ni yule ambaye pia atatokea msimamizi mwingine ambaye yuko tofauti na yule msimamizi wa kwanza. Janielewa, ngoja nirudie. Hauwezi kuvuka mipaka kama hajatokea msimamizi ambaye yupo kinyume na nini? Naona nini? Hapa Mungu anamwambia Musa, akitokea wakupenya kinyume, akapenya kinyume na mpaka huu hapa, maana yake atafanyaje?
Kwa lugha rahisi nini? Kinachotokea kwenye mpaka wote ulioka kwenye familia, mpaka unaashiria kwamba hapa ni mwisho. Akitokea wakwenda kinyume, kuvuka zaidi, maana yake cha kwanza unatafuta ugomvi na walioweka nini? Mipaka hiyo. Nakumbuka wanaoweka mipaka ndio wanaokuwa wasimamizi wa nini? Wa mipaka. Na kila familia, sana sana familia zetu za Kiafrika, familia zote za Kiafrika zote ziko chini ya mizimu. Familia nyingi walioweka mipaka ndani ya hizo familia nyingi walioweka mipaka ni mizimu. Watu wa pili wanaoweka mipaka ndani ya familia nyingi, wachawi. Sasa ili uweze kuvuka mpaka ambao ndani ya familia, lazima uwe kinyume na taratibu na sheria za mpaka uliowekwa. Unanielewa? Ndio. Unanielewa? Nimesema kila familia ina mpaka. Tuanze mfano mmoja mzuri. Na huu mpaka, mpaka wa uchumi ni kila familia. Mpaka wa uchumi ni kila familia. Ukikuta familia ambayo ina mpaka kwenye la uchumi, jina la Bwana libarikiwe. Ipo. Zipo chache sana. Lakini nyingi za kwetu tulizonazo hapa tuko kwenye mpaka wa familia. Mfano mmoja mzuri. Ninyi ni mashahidi. Angalia watu wote ambao ndani ya familia za kwao wametokea kuwa wapambanaji, na kwenye kupambana kwao wakaweza kufanya kitu ambacho ni tofauti na mtu mwingine aliye kufanya kwenye familia. Angalia kitu kinachowapata. Mimi ni shahidi. Mimi nimewaona wengi sana. Naamini na wewe ni shahidi. Angalia kitu ambacho kinawapataga mtu anayetokea kupambana kuliko mtu mwingine kwenye familia. Mambo mawili lazima atampata au matatu kwa pamoja. Akinuka zaidi, tofauti na baba yake au mama yake alivyoinuka, tofauti na ndugu zake wengine, kuna mawili. Aidha kuna mangapi? Mawili au matatu. Cha kwanza, kama hata kufa na ajali, atakufa na ugonjwa wa kichwa. Nimesema kama atakufa na ajali, atakufa na ugonjwa wa kichwa. Na ugonjwa wenyewe atakao kufa nao ni ugonjwa wa kushtukiza. Namba moja. Namba mbili, kama akitokea akavuka kwenye ile mpaka wa uchumi, kinachompata namba mbili, kama hatakufa, basi atakufa kiuchumi, atashuka sana. Atashuka kiasi ambacho yeye ambaye alikuwa anategemewa kwenye familia, yeye ndiye ataenda kuomba 200 ya pombe. Ngapi? Namba tatu, kitakachompata ataenda kuwa chizi. Kwa nini? Kuwa chizi. Kwa nini nimesema hivi? Angalia, niangalieni. Ni mfano natoa hapo. Unaniona watu wote? Jo. Huu ni mpaka. Angalia hivi huku. Kila mpaka, huu ni mpaka. Maana yake kila mpaka, mimi ndo sasa natoka hapa, nataka nivuke mpaka wa familia nyumbani kwetu. Cha kwanza, huu mpaka unasimama kama ukuta. Kumbuka nimekwambia mpaka unachorwa line. Afule line inakuwa kama ukuta. Na ndani ya ule ukuta kuna wasimamizi wakali waliosimama kwamba hakuna atakayepita. Kumbuka bana nazungumzia issue za kiroho. Anapotokea sasa nakuja mimi, nataka nivuke hapa. Naweza nikavuka kwa kulazimisha, lakini nitarajia ya kwamba hawa walinzi wa mpaka hawataniacha, wataniangalia hivi. Kama sintakuwa na kujua namna gani ya kuvuka katika hali ya usahihi ile mipaka, maana yake hawa hapa hawataniacha. Nitaenda mbele, lakini watapambana na mimi kwenye ulimwengu wa roho usiku na mchana kuhakikisha ya kwamba wamenirudisha nilipokuwepo mwanzo,
au wakiona kwamba nina kelele sana, inabidi wanimalize, kwa sababu wanajua hata wakinirudisha nitarudi tena huku. Kwa hiyo inabidi ukatiliwe mbali. Nimekwambia, nimekusomea kitabu cha Kutoka hapa. Mungu akamwambia Musa asiwepo wa kuzidi mipaka. Kwa nini? Mungu ndiye amekuwa msimamizi wa ile mipaka pale. Kwa akitokea wa kuzidi, maana yake mwenye kuweka mipaka nani? Pale ni Mungu. Kwa hiyo lazima mchinje. Sasa kwenye ulimwengu wa roho, kumbuka wanaotowekea mipaka mibaya ni roho chafu za shetani. Mfano mmoja mzuri. Mwingine wa pili. Namtaka mdada mmoja na kaka mmoja. Wewe nenda aje dada mmoja na wanatosha hawa. Mfano mmoja mzuri. Huyu njoo. Njoo. Tuseme haa ni familia. Huyu ni kaka au dada, huyu ni mdogo mtu. Ndani ya familia kuna dada wengine huko nyuma na kuna kaka wengine huko nyuma. Kwa hii familia tuseme ya mzee Frankie, ni mfano natoa, kukawepo na mpaka wa kutokuoa wala kuolewa. Kwenye familia ya mzee Frankie kuna hawa vijana kama watatu wa kiume na kuna hawa vijana wa kike watatu. Naomba pia wanaume watatu ongezeka hapa. Kimbia haraka hapa. Wanaume watatu kimbia. Na wanawake watatu pia hapa. Hii familia inaitwa familia ya mzee Frankie. Mtoto wake wa kwanza huyo hapa ni mfano. Mtoto wake wa pili huyo hapa. Mtoto wa tatu huyo hapa wa kiume. Kaja mtoto wa kike huyo hapa. Kaja mtoto wa kike na huyo hapa. Kwenye hii familia kukawepo na mpaka wa kutokoa au kutokuolewa. Nini kinachotokea hapa? Amefika umri wa miaka 30 anataka kuoa. Huyu hapa anaitwa Bwana Jackson. Jackson ni mfano. Anaanza michakato ya kutaka kuoa. Atatafuta mchumba kwa kila namna. Kuna mawili. Anaweza mchumba atakayemchumbia, wakitaka kufika malengo mipango itavurugika. Au anaweza akaoa, akishaoa hataweza kukaa na mwanamke mwaka mmoja au miaka miwili, wataachana. Huyu ameondoka. Wakati wa pili huyu hapa anataka kujiandaa, anakuwa sasa, anakuja dada. Anataka sasa kufanyaje? Nataka niwe pamoja na nyinyi. Anataka kufanyaje? Kuolewa. Sasa hapa anataka kuolewa. Anapambana juu chini kutafuta mchumba. Mchumba anampata. Lakini kilichompata kaka mtu, wakati yuko kwenye mchakato wa kutafuta, hasa kwa wanawake linakuwa hatari. Kama nisikilize, bora mpaka sio amna bora yote hapa. Kwa wanawake mpaka wa wanawake ni mkali zaidi, ukikuta wamewekewa mstari wa kutokuolewa na kutokooa kwenye familia. Huyo hapa kaka afadhali hata at least alioa mwanamke akakaa mwaka mmoja mwaka wa pili wakaachana. Huyu dada mtu sasa anapokuja sasa, yeye anatafuta mchumba. Huyo hapa kinachotokea, huyo hapa sio kupata, wakati yuko kwenye mchakato anataka kuolewa, atashangaa na bebesha nini? Mimba. Na mwanaume amekwambia nitakuoa. Inapofika swala la kuolewa, yule mwanaume atapotea ghafla, anaenda na mtoto wake. Huyu kaka ameoa, wameachana, amebakia na watoto mmoja wawili. Na huyo hapa tayari ana mimba ya kwanza. Wakati amekaa hivi, amelia, amesema Mungu sintarudia, unashangaa na mimba ya pili hapo. Kwa sababu gani? Wanao kuruhusu kupita ni wasimamizi wa nini? Wanao kunyima kupita na kila msimamizi wa mpaka anapokaa kwenye mpaka anakaa kufanya kazi aliyoambiwa kufanya. Haezi kukuruhusu kupita wakati ameambiwa haitaki mtu yote kufanyaje? Kupita. Atakuja binti huyo hapa ni mrembo, atasema
kama dada yangu na kaka yangu ilivyotokea, kwangu itafanyaje? Kwangu itafanyaje? Haitatokea. Wakati ndiye anasema hivyo, anawaahidi na wazazi wake, mama sintakuaibisha, mimi nitaolewa, nimepata mchumba ananipenda. Na unaweza kukuta kweli wanapendana mapenzi ya Moto. yaani ule mapenzi kweli. Na mwanaume kwa huyo hapa, kwa sababu ni mzuri na mwanaume anampenda, atakuja na kujitambulisha kwao. Lakini ni siku anapokuja akafika nyumbani kwao, na nakupa leo nitakufundisha kitu kingine hapo. Siku akifika nyumbani kwao, pap, akirudi, akifanyaje? Akifanyaje? Akirudi. Nakwambia akifika nyumbani kwao, siku ameotoka, ameondoa mguu, ndio siku na mahusiano yanavunjika. From nowhere mtaanza kugombana kwa ugomvi ambao haujui unatokaga wapi. Alafu kibaya saa hiyo. Alafu kuna kitu ambacho mabinti pia mnakikoseaga. Lakini sio mnakikosea, mnaendeshwa na roho zako ndani ya familia. Saa hiyo, mwambie anakuja nyumbani kwao, akajiaminisha na akampa na mimba ikaingia, si anakuja kununua mwezi wa 10. Ameachiwa nini? Mtoto. Kaachiwa mimba. Huyo hapo. Habari yake ifanyaje? Imeisha. Anabaki wangapi hawa? Katikati hawa sasa, hawa wanaume hawa, kuko na ule mpaka ndani ya familia wa kutokuoa kola kuolewa. Anakuja brother hapa, akishaangalia dada zake hapo na kaka zake, kwanza anachoka advertise ya kwanza. Na ndio maana watoto wa kwanza kwenye swala kuolewa kuoa yawapasa kwa makini sana, kwa sababu mlichokibeba kitaenda kwa hawa kwa urahisi sana. Huyu akipiga jicho hapa, anaona hapa hakuna hisia, hamna ndoa, anaanza kukata tamaa mapema. Kinachotokea cha huyu hapa, anapachika dada wa watu mimba kule. Unashangaa tu ima na watoto mmoja kule, ana mtoto mwingine wa pili kule. Kiambia swala koa, nitaoa tu, anabakia kuishi maisha ya uhuni namna hiyo. Na yeye imeenda. Ana miaka 50, ana watoto 4, kila mmoja na mama yake. Lakini hajawahi kumleta hata mmoja nyumbani kwao. Wanabakia wangapi hapa? Wawili. Mama sasa anatokea anasema, mama na baba, Mungu tukumbuke. Mungu tukumbuke. Mungu tumechoka na aibu. Mungu tukumbuke. Sasa mpaka huku na waangalia wangapi? Mama akiomba na asipojua namna ya kuomba vyema. Kuomba sio tatizo, kujua kuomba vyema, kushughulika na mpaka. Usipojua kushughulika na mpaka, hata uombe mpaka asubuhi. Nimekwambia kwamba ili uweze kuvuka mpaka lazima uwe na nguvu na ujue kwenda kinyume na taratibu za wenye kuweka mipaka. Yes. Mama anaomba Mungu akumbuke wanangu. Mungu akufanyaje? Wakumbuke nini? Anatokea labda sasa ukijana anafanyaje? Anaoa. Sema anaoa. Amepambana, amefanyaje? Ameoa. Na makini mara nyingi hawawagi umri ukiwa mdogo. Mara nyingi wanawake wa miaka 35 40. Wameshachoka. Wengine miaka 50. Akishaoa. Si ameoa? Ndio. Sasa hapa habari yao imeisha. Anabakia huyo hapa. Mama anasema Mungu wangu, anaweza akanifuta machozi. Baba anasema anaweza akafuta nini? Machozi. Wakati anasema hivyo, huyo hapa anashikwa na hasira tu ambayo ijulikane imetoka wapi. Asipoua mtoto wa mtu atamfanya kilema. Itakujaga hasira asiyoijua imetoka wapi. Kama akipiga, wengine watu watapiga, hawataweza kuleta madhara, lakini akinyanyua mkono hivi, yule aliyekaa kwenye mpaka wa familia atasupport ule mkono. Akishusha, ameachilia na kifo. Kama sio kifo, ameachilia na ulemavu. Inafika sehemu na habari yake meisha. Haleluya. Amen. Anabakia yupi? Anabakia mmoja huyo hapa. Huyu mmoja sasa, macho ya wazazi yamefanyaje? Yamechoka. Yako anamtazamia yeye.
Yamkini wakapambana kuomba, wakapambana kumwangalia, wakapambana kumuasa kibinadamu, usifanye kama wenzako walivyofanya. Yeye ikaenda ikafanyaje? Kweli anaweza akafanyaje? Sema akaolewa. Akafanyaje? Akaolewa. Huyu akiolewa akifanyaje? Akiolewa. Au pia kuna kingine, huyu anaweza asiue, anaweza akaishi na yule mwanamke, lakini katikati ya wawili akitokea mmoja ambaye atakaweza kukaa kwenye ile ndoa, kuna mawili. Kama ni wa kijana, kama hataua yeye, basi atakufa. Na huyu akifanikiwa kukaa kwenye ndoa, kama hatafukuzwa, atafanyaje? Atakufa. Kwa nini? Yule mstari au ule mpaka uliowekwa uonekana ya kwamba wasimamizi hawapo kizembe. Nauliza swali moja. Ndio. Na mkaketi. Ngapi umenielewa mpaka hapo? Amen. Kaketi. Fungua kitabu cha Ruthu. Kitabu cha Ruthu. Kipata haraka tusome kitabu cha Ruthu haraka. Ruthu ngapi baba? Mstari wa kwanza, sura ya kwanza. Ruthu sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, wa Efrathi, wa Bethlehem ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. Mstari wa 3. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Na jina la mmoja aliitwa Opra, na jina la wa pili Ruthu. Mstari wa 5. Wakafa na Malon na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na mumewe wanawe wawili. Ishi hapo. Hapa ni familia nani tunaikuta? Familia nani tunaikuta hapa? Tunaikuta familia nani? Elimeleki. Ndio baba jamani hapo, mnataka kusahau. Elimeleki ni baba wa hii familia. Alikuwa na mtoto anaitwa nani? Maloni na nani? Maloni na Kilioni, watoto wa kiume. Sikiliza sasa ilivyo. Wakati baba yupo hai na mama, wakazaliwa watoto wangapi? Wawili. Maloni na Kilioni. Wanaye jirani wakaa Kilioni kabisa. Haleluya. Haleluya. Baba akafa katika ujana. Sema akafa katika ujana. Akafa katika ujana. Kwenye familia ya Elimeleki, yeye alichorewa mstari wa umri. Sema mstari wa umri. Mstari wa umri. Alipokufa katika umri wa ujana, yamkini tukasema ya kwamba yamkini wakati kumefika ameondoka. Akaja mtoto wa kwanza anaitwa nani? Maloni. Akaoa. Ameoa baada ya kupata mtoto, naye afadhali hata baba yake alipata mtoto. Ule mpaka ambao umekaa kwenye familia ukamzuia naye kuendelea mbele. Naye akafanyaje? Akafa. Akakaa dogo akasema sasa, aisee mimi ndo nimebakia. Sasa hata nipambane nitafute mwali nimwekee nani? Mama hapo. Amekaa na kamaona ni Ruthu. Amekaa na mwa Ruthu. Amekaa hivi kidogo. Hajapata mtoto, naenda harakati za kupata nini? Kaondoka. Ninachotaka kuonyesha, mipaka ina
simama, inapokuwa imewekwa kwenye familia, mipaka inasimamiwa na wasimamizi wa mipaka. Na kazi ya wasimamizi wa mipaka ni kuhakikisha ya kwamba kwenye ule mpaka uliowekwa kwenye familia, kile walichokiweka ndicho kinachotokea. Na ndio maana leo nimekuita kwa ajili ya kukuambia kwamba nataka tuvunje na kuvuka hiyo mipaka. Amen. Kwa nini kuvunja? Nimekuambia kuvunja kwa sababu moja. Namba moja, nimekuambia mipaka inasimama kama ukuta. Ndio. Namba mbili, nikakwambia kwamba kila mipaka ina wasimamizi wake. Kwa hiyo lazima uvunje huo ukuta ambao umesimama kama mipaka na kumpiga na msimamizi, alafu ndipo ufanyaje? Uvuke. Amen. Amen. Na kwa nini nakwambia, kwa nini kichwa cha somo kinasema kuvunja na kuvuka? Hauwezi kuvuka pasipo kuvunja. Ndio. Na ukivuka pasipo kuweza kuvunja na kuondoa wasimamizi wa mipaka, maana yake nini? Utaenda mpaka huku kwa sababu tayari nimekuvusha leo, lakini kumbuka wapo nyuma yako. Ndio. Mimi nataka wakuachie na kizazi chako. Amen. Amen. Na ule mpaka, kumbuka, ni kitu ambacho kipo kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye macho ya damu na nyama utaona. Ndio. Nimekwambiaje? Kwenye macho ya damu na nyama sintaona, bali matokeo yake wasimamizi wa mpaka wanachokifanya, kile wanachokifanya kwenye ulimwengu wa roho, wanadhibitisha matokeo. Oh, yes. Wangapi mfano wa mipaka hii imewagusa? Wangapi akili zao zimeanza kukumbuka mipaka ya familia ya kwao? Mulezi mwenzako, mipaka kwenu ni ipi wewe? Mipaka ya kwenu ni ipi? Wangapi mipaka yetu imesimama kwenye eneo la ndoa? Nyosha juu kabisa mkono kwa ujasiri. Wengi mno. Kwenye eneo la uchumi watu wote. Kwenye eneo unataka kujua mipaka imewekwa kwenye familia. Unaweza kaa angalia, unaweza kuwa hujafika umri wa kuolewa au umefika umri wa kuolewa na bado hujaolewa. Lakini angalia kilichompata mama yako. Rahisi tu. Angalia kinachoishi kwa mama yako, kwa baba yako. Rahisi tu, very simple. Kuelewa. Hata haihitaji tu unabii, inahitaji tu kuelewa kwa kuangalia tu ndani ya familia. Wangapi wao mipaka yao imekaa katika eneo la umri? Familia yako katika umri fulani lazima wafe. Nyosha juu kabisa mkono. Nyosha juu kabisa. Nyosha juu kabisa. Na wako wengi. Wangapi mipaka imekaa katika eneo la elimu? Sasa katika eneo la elimu, sema eneo la elimu. Eneo la elimu. Utapiga huyo mtoto. Mungu wangu. Utapiga huyo nani? Mtoto. Narudia. Utapiga huyo mtoto. Usiombe Mungu kute mipaka imewekwa kwenye eneo la elimu. Na kuambia utatandika watoto mpaka utamaliza kutandika na utaona matokeo yote. Mfano mmoja mzuri. Sio mtu mmoja, sio 10, sio 20 nimekutana nao. Wengine ni wazazi wao kabisa waliishia form 2. Na mama kaishia form 2. Na mjukuu naye kaishia form gani? Form 2. Na wengine sasa angalia. Mfano ukikuta katika eneo la elimu. Angalia watu wote ambao wamepewa mimba. Sio wote. Watu wengi waliopewa mimba wakiwa shuleni. Ule mpaka kama asipojua namna gani ya kuvunja, na ule mpaka utaenda kwa kama amemzaa mtoto wa kike, na ule mpaka lazima uende kwa yule mtoto. Ule wenzako, wenyewe mmepata neema kusoma? Naomba mshukuru Mungu. Na nimekwambia kwamba kila familia na nini? Na mipaka yake. Mipaka kina familia kina Shimundri haiwezi fanana na mipaka kina Revina. Mipaka kina Mary haiwezi fanana na mipaka kina Christina. Na ndio maana nilitamani uje na familia yako, kwa sababu leo nachotaka kufanya, nataka leo tuvunje kwa maombi. Na leo nataka pia nitamimina mafuta kwenye line kama 3 hivi hapa.
Kama line 3. Mafuta ipako. Kwa nini nitumia mafuta? Natumia mafuta kwa sababu moja. Nataka kwa kupitia ile nini? Nataka utakanyaga mguu mmoja. Utakuwa unavua viatu au utavua kiatu kimoja kwenye mguu mmoja. Utakanyaga na mguu mmoja mafuta, alafu mwingine utakuwa unavuka nao. Amen. Kwa nini? Haya mafuta nimeambukiza nguvu ya Mungu yenye kukusukuma kupambana, kwa sababu nikwambia kitu kimoja, wasimamizi wa mipaka wote wana nguvu. Wana nini? Wana nguvu. Wana nini? Wana nguvu za kiroho. Na ishu moja pia inayokuja kuleta tatizo kwetu sana. Kwa nini mipaka inakaa kwetu sana? Na ni waombaji, na ni waenda kanisani. Watu wengi hatuna nguvu ya kiroho, tuna maneno ya kiroho. Tuna maneno, lakini hatuna nguvu ya kiroho. Na nguvu ya kiroho haihitaji maneno. Nguvu ya kiroho huwa inaonekana waziwazi. Sasa mimi nimeamua kukuongezea nguvu wewe, ili unapopigana, unapopambana, unapotaka kuvuka, kuwepo na nguvu ya kukuvusha. Amina. Sasa nakuja kwenye swali la Ishmundi. Je, mimi naweza kuwavusha ndugu zangu? Swali la kwanza linakuja, point ya kwanza inakuja. Jambo la kwanza ya kupasa kwanza wewe mwenyewe kuvuka. Wewe mwenyewe kuvuka. Alafu kisha avusha. Hauwezi kumtoa mwingine kwenye shimo wakati wewe mwenyewe uko kwenye nini? Kwenye shimo. Na swali linakuja, baada ya kutoa kwenye shimo, una nguvu gani ya kuwatoa na wengine kwenye nini? Kwenye shimo. Umepata majibu rahisi. Kwa kitu cha kwanza, vuka kwanza wewe, alafu pata uhakika kujua kama umeshavuka. Ukishapata uhakika ndio uanze kusumbukia wengine ambao wako upande wa ngapi? Wa pili. Umeshavuka mpaka ndio huu hapa. Hakikisha umeshavuka upande wa pili hapa na umeshawapiga hawa hapa wote. Njoo imekuwa nyeupe sasa, uwape mkono. Njoo. Na wewe njoo. Na shida watu wengi ni wavivu wa kuomba. Na sikiliza, hii issue hapa leo mimi nimekuonyesha tu njia, lakini wale ambao ni waombaji wamepata prayer point hapa sasa. Kwa sababu hii issue kama hii hapa inatakiwa sasa ukaendelee, ukae na muendelezo wa maombi yako. Namba moja. Lakini namba mbili pia, hii issue hapa ambayo nakufundisha leo inatakiwa ujue pia ukajipange namna gani kuja kupambana nayo. Haleluya. 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 Natamani ili somo ningeelekea kongamano. Alafu kwenye ile kongamano nataka tukategorize, yani tuanishe vitu. Leo tunasema leo ni Alhamisi, tunaanza Alhamisi. Leo tunadili labda na mipaka ya elimu tu. Ijumaa kesho tunadili na mipaka ya ndoa tu. Jumamosi tunadili na mipaka fulani. Afu Jumapili tunafanya final. Tunachukua mipaka yote tunaweka sehemu moja tunapigana nayo. Mko tayari sasa? Mko tayari? Na kwenye ile kongamano tukiweka zaidi sana nitakuwa nafundisha kidogo na kuomba sana. Yesu Kristo akasema namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Maana kuna kiwango fulani cha maombi pia pamoja na sadaka yako. Kuna kiwango cha maombi ambacho unatakiwa kuwa nacho cha kuweza kuomba kiasi ambacho utawatikisa, watasema tumekubali. Kwa sababu nikwambia kitu kimoja, hakuna mlinzi leo kufundisha katika somo la mlalango. Hakuna mlinzi anayekaa kizembe kwenye eneo la kulinda. Kila mlinzi anakaa kwenye eneo huwa anakaa akiwa na nguvu ya kiroho. Na ili aweze kumuondoa lazima ana nguvu ya kiroho. Wako wapi sasa ambao unabipu maombi ya kubipu? Nakwambia ukweli, si hitaji maombi ya kubipu. Inahitaji watu ambao wale ambao wakubali kuingia ile maombi ya kina. Ndio watu tunakutana nao Jumamosi. Ambao wanaweza kufanya vurugu ya rohoni, sema vurugu ya rohoni. Vurugu ya rohoni. Muulize mwenzako unaweza vurugu ya rohoni? Au unataka tukuvuka mipaka? Hakuna mpaka ambao hauna mlinzi ambaye ana nguvu. Kila mpaka una mlinzi ambaye ana nguvu isiyokuwa kawaida. Na ili uweze kumshinda lazima ana nguvu kuliko yeye. Haleluya. Kuna mtu mmoja nimeongea naye leo. Yuko hapa. Sorry, nitatumia mfano wako, ni mfano ambao nitakufundisha wengine, usiogope. Yeye ametokea Kenya, yuko hapa. Aliniambia issue yake ya ndoa. Ameoa mke wa kwanza.
imekuwa tatizo, mke wa pili imekuwa tatizo, mke wa tatu imekuwa tatizo, na anatamani sasa tena kuoa. Nikujibu huko hapa, uliniona, uliniambia wewe si unabii, uliniambia mwenyewe. Ishu inakuja hapa. Asipoweza kujua namna gani ya kuvuka mpaka wa kutokuoa na kudumu na anagalia, anavuka mpaka wa kuoa ila hawezi kudumu na nini? Maana yake kumewekwa nini? Mstari. Asipoweza kujua namna gani ya kudili na hichi kitu, ataoa 4, ataoa 5, atafikisha 10. Atafikisha 10 akiwa anaona hivi. Na utashangaa sababu kwenye ndoa, utakuwa na sababu kusema huyu alikuwa na shida fulani, huyu alikuwa na shida fulani, wewe una shida fulani. Utazihesabu hizo sababu kuona wao wana shida, lakini kwenye ulimwengu wa roho tukija kukupima, shida kubwa ni wewe kuliko hao wote waliopita. Na shida sio wewe, shida ni kitu ambacho kimewekwa wapi? Mbele yako. Sema Baba, nimepata neno lako. Tunataka tuingie kwenye maombi leo. Naishia hapa kwenye kufundisha. Nataka tuingie kwenye maombi. Tuanze kuona mifano hai. Amen. Mfano mmoja ni muone yule kijana ambaye alikuja amesoma form 4 miaka ngapi? Kwenye ushuhuda wake. Miaka ngapi yule kijana ambaye ushuhuda wake? Miaka 10 ametusoma form 4. Form 4 imesoma miaka 10. Wakati anasomaga miaka mingapi? 4. Form 4 kasoma miaka 10. Alikuja, mimi ndio nilikuja kumvusha kwa nguvu. Amen. Na hata na umekuja hapa leo mkini umechumbiwa, umechumbiwa na chupa ngapi? 30. Leo nataka nikuvushe kwa nguvu. Amen. Sema dada mmoja, sema kaka mmoja. Amen. Sikiliza. Mfano kwenye familia ya kina Elimeleki hapa. Wao wamewekewa mpaka wa kutokufanyaje? Kutokuishi, kutokukaa na mwanamke. Lazima afe. Sasa ukiolewa hapo, sasa inawezekana tatizo lilikuwa kwenye familia ya Elimeleki. Maana yake hapa nini? Ukiolewa na watu kama hawa, nakwambia tu unaenda kuwa mjane wa haraka. Mimi nakuvusha na sikuvushi uende kwa kukutana na mtu ambaye anakufa haraka. Nakuvusha katika jina la Yesu. Amen. Amen. Lakini hapa inahitajika watu ambao sasa wamekasirika, wameelewa nini maana ya somo hili ninalofundisha. Somo la mipaka ni pana sana. Kuna mipaka aina nyingi. Nimekuonyesha mipaka kutoka kifamilia. Kuna mipaka ya nini? Yaani mfano kwenye mji hapa, kuna mipaka ya kuhubiri injili. Kuna mipaka ya kila namna. Nataka niishi hapo, nataka tuingie kwenye maombi ambayo yako serious leo. Amen. Uko serious wewe mwenyewe? Amen. Uko serious? Ndio. Uko serious? Ndio. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leo lazima mpaka na mipaka ivunjike. Ili nivuke kwa jina la Yesu.